Naam, habari za wakati huu, karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji. Huu ni mwendelezo wa update moja kwa moja kutoka mahakamani, kesi ya uhaini ambayo inamkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa Tundu Lissu. Kama nilivyokuambia, tuliishia episodi namba 4 na hii itakuwa ni episodi ya 5 na ya mwisho kwa siku ya leo. Kumbuka kwamba Lissu aliibua hoja nzito siku ya Ijumaa akipinga vielelezo vya shahidi namba 3 kupokelewa mahakamani. Hapa tukizungumzia flash disk pamoja na memory card ambazo ndani yake kuna video ambazo inadaiwa ya kwamba Mheshimiwa Lissu alizungumza maneno ambayo yanaitishia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, maneno ambayo yamemfanya Mheshimiwa Tundu Lissu akashtakiwa kwa kosa la uhaini. Mapema kabisa kwenye episodi namba 4 tumeona mawakili wa Jamhuri akianza Nasolo Katuga akaja Ignas Mwinuka, wote kwa pamoja wakijibu hoja ambazo Mheshimiwa Lissu alikuwa ameziibua mahakamani kupinga vielelezo hivyo visipokelewe. Na punde tu baada ya kumaliza kuwasilisha hoja zao, anaitwa Mheshimiwa Lissu kwa ajili ya rejoinder. Yametokea mambo hapa ndani, unasema ilibaki kidogo tu watu wazichape hapa ndani. Katuga na Lissu, kuna maneno hapa ndani yametamkwa anikasheshe kweli, na kubwa ambalo limetokea pia, majaji wamehailisha kesi mpaka siku ya Jumatano. Lengo ni kwenda kupitia hoja za pande zote mbili, halafu siku ya Jumatatu watakuja na uamuzi kutokana na hoja ambazo zimetolewa na pande zote mbili. Kwa hiyo tunaendelea na episodi namba 5, tutakutana kwenye episodi namba 6 siku ya Jumatano ambapo majaji watakuja kusoma uamuzi kufuatia mapingamizi ya Mheshimiwa Tundu Lissu. Moja kwa moja tuanze na episodi namba 5 ambapo Mheshimiwa Lissu anakuja kufanya rejoinder. Anaitwa hapa Mheshimiwa Lissu, anasimama na kusema, naomba na mimi nitoe rejoinder yangu baada ya kuwasikiliza mawakili wa serikali. Nitafuata utaratibu huo ambao wao wameufuata walipokuwa wanajibu mapingamizi yangu. Kuhusiana na hoja ya kwanza, Mheshimiwa Lissu anasema, je, hizo video zilichezwa Kisutu? Je, hizo video zilionyeshwa pale Kisutu? Hiyo ni hoja ya kwanza. Kumbuka kwenye episodi ya 4 tumeona Katuga akidai ya kwamba video hizo zilionyeshwa kule Kisutu, jambo ambalo sio sawa. Mheshimiwa Lissu anasema, je, nyaraka nyingine zote zilisomwa ukiachia witness statement? Je, video zilionyeshwa kule Kisutu? Waheshimiwa majaji, mashauri ya Kisutu yalikuwa ni hadhara, yalifanyika hadharani. Members of the public pia walikuwepo. Hapa Mheshimiwa Lissu akiendelea kuzungumza. Amesimama hapa Katuga baada ya Mheshimiwa Lissu kusema kwamba mashauri yote ya Kisutu yalifanyika hadharani na members of public pia walikuwepo. Katuga anasema huko kwingine hatukwenda, tuliishia kwenye court records pekee, tusimwache aende mbali zaidi. Katuga anasema hivyo. Mheshimiwa Lissu akasema, Mheshimiwa Jaji, video hazikuchezwa, na kama wakili wa serikali anasema hadharani kuwa video zilichezwa, maana yake tuna shida kubwa sana. Kumbuka episode ya 4, wakili wa serikali Nasolo Katuga anasema video zilichezwa. Kwa hiyo Lissu hapa anasema, Mheshimiwa Jaji, video hazikuchezwa, na kama wakili wa serikali anasema hadharani kuwa video zilichezwa kule Kisutu, maana yake tuna shida kubwa sana. Mheshimiwa Lissu anasema, Mheshimiwa majaji, je, ni kweli kwamba hii rekodi ya Kisutu haikuwa impeached? Wakili anasema kwamba rekodi ya mahakama haiwezi kuwa impeached. On the question of record, kuna ruling mbili za mahakama hii juu ya integrity ya hiyo rekodi. Mtakumbuka kwamba rekodi hii haikusema chochote juu ya majina
ya mashahidi niliyowataja. Anasimama tena Katuga hapa, anasema hii ni rejoinder. Tunaona anaanza kuingiza vitu vipya tena. Katuga hapa anasema Mheshimiwa Lissu ambaye ni mshtakiwa ameanza kuingiza vitu vipya tena. Katuga anaogopa hapa kuna mambo ya kusemwa, anasema vitu vipya. Mheshimiwa Lissu anasema hii rekodi nimeichallenge mara kadhaa. Hiyo peji ya 92 exhibit zimekuwa listed na peji 93 inasema the records has been read out. Hiyo kuandika hivyo haina maana ukweli wangu unabadilika. It doesn't change my position. Sitaki kukubali jambo ambalo ni uongo. Mimi sipendi uongo, na ukweli wa kwamba video haikuchezwa Kisutu utabaki kuwa hivyo hapa duniani na hata mbinguni, ya kwamba video haikuchezwa kule Kisutu. Mheshimiwa Lissu anasema siwezi jidanganya au kutenda dhambi ya namna hiyo, na muachia Katuga, pengine yeye amezoea dhambi na kudanganya mambo ambayo siyo ya kweli. Video hazikuonyeshwa, anasema zimeonyeshwa, tena kwa ujasiri wa kusema hadharani na hapa mahakamani. Lissu anashangaa sana hapa mahakamani. Lissu anasema niendelee sasa. Katuga anasema pia kuwa mimi nilisema kuwa sikatai maneno yangu ya tarehe 3 ya mwezi wa 4 pale makao makuu ya chama. Nilichosema mimi ni kuwa hizi video haziko sawa kupokelewa kwa sababu hazikuonyeshwa Kisutu. Kwa vile hazikuonyeshwa Kisutu, haziwezi kuonyeshwa hapa. Zilikuwa listed ndio, hazikuonyeshwa na haziwezi kutolewa hapa mahakamani. Kuhusu mimi kusema sina shida navyo, swali linabaki kuwa haviwezi kupokelewa kama havimiti masharti ya kisheria, yani kama havijafikia masharti ya kisheria. Amerejea mashauri ya mahakama ya rufani. Wakati natoa hoja yangu, shauri la Sharifu Muhammadi Asumani, Lemina Omari Abdul na Musa Ramazani Magai. Hakuna kesi mbili zinazofanana kwa kila jambo. Kitu muhimu, what is the principle ambayo inatokana na mashauri hayo yote matatu? Principle ni kwamba nyaraka na vitu vyote vinavyotajwa katika mashauri kabizi, kama ni vya kusomwa visomwe, na kama ni vya kuonyeshwa lazima vionyeshwe. Kwa hiyo ulitakiwa kuonyeshwa huu ushahidi kule Kisutu. Mahakama ya rufani ilisema the issue is not authenticity, basi issue ni compliance of the law. Compliance of the law. Kwenye hoja hii ya kwanza, videos ambazo hazikuonyeshwa Kisutu haziwezi kuonyeshwa hapa pia. Naomba sasa niende kwenye hoja ya pili. Mheshimiwa Lissu anasema kwenye ushahidi wa shahidi ambaye anadai yeye ni mtaalamu, kitu cha kwanza ni taarifa yake ya kitaalamu na sio alichokifanyia kazi. Katuga anasema kwamba hakuna sheria mahususi inayolazimisha tuanze na ripoti badala ya kuanza na video iliyochunguzwa, na alisema inategemea na mazingira ya kesi. Mheshimiwa Lissu anasema Katuga hajasema mazingira gani ya kesi hii ambayo yanataka ianze ripoti na baadaye ije video. Sasa katika kesi hii tunayo ripoti ya uchunguzi, na hasa ripoti ndiyo inayo establish ginanri ya hicho kilichofanyiwa uchunguzi, yani upekee wa hicho ambacho kimefanyiwa uchunguzi. Mheshimiwa Lissu anasema what is the legal logic ya kutanguliza video na kuacha ripoti ya mtaalamu? Ukisoma vifungu 216 hadi 223 vya CPA vinasema kuhusu ripoti na sio video, na ndiyo maana ya mfano wangu wa mkokoteni na punda. Ushahidi wa kitaalamu unahitaji kuletwa na mtaalamu, na baada ya ushahidi kuletwa ndiyo utazingatiwa. Lissu hapa anasema kwamba ushahidi wa kitaalamu unahitajika kuletwa na mtaalamu, na baada ya ushahidi ya kuletwa ndiyo utazingatiwa. Lissu akiendelea kufanya rejoinder akiwajibu mawakili wa jamhuri. Mheshimiwa Lissu anaendelea hapa kufanya rejoinder, anasema kwenye hoja ya pili bado nasimamia hoja ya pili kwamba video zilipaswa zitambuliwe
na taarifa ya mtaalamu ambaye ni shahidi. Kesi ya Milza Katuga anasema ni prosecution plan, kuwa prosecution wanapanga nani wa kuleta kielelezo. Hoja nimesema kielelezo kinahusika na utaalamu, basi kifuate taratibu za utaalamu. Hoja ya tatu ni kuhusu competency ya shahidi. Vifungu kuanzia 216 na kuendelea kusingekuwa na umuhimu wa sheria kusema wateuliwe. Kinachofanya wawe wataalamu sio maneno, bali ni uteuzi wao. Katuga anasema shahidi ameonyesha utaalamu wake. Je, huyu ni mtaalamu? Ameteuliwa? Kama hajaonesha kuwa ni mtaalamu, maneno yake ni kazi bure. Lissu anasema hapa. Mheshimiwa Lissu anasema shahidi huyu amesema kwamba ameteuliwa kwa mujibu wa gazeti la serikali namba 799 la mwaka 2020, na vile vile amesema ameteuliwa kwa mujibu wa gazeti la serikali namba 745 la mwaka 2020. Hayo magazeti ni sheria na ni nyaraka za kisheria. Wakili wa serikali hakusema lolote kuhusu gazeti namba 799 la mwaka 2020, na anasema tusiende huko. Na mimi nasema lazima tuende huko kwa sababu ni mtaalamu wa picha na sio mtaalamu wa video. Wapo wataalamu walioteuliwa na DPP kwa ajili ya video, huyu hayupo. Hapa Lissu anasema they are withholding important information, yani wanaficha nyaraka muhimu na wakitaka wajiharibie. Hii ni sheria ambayo walipaswa kuileta kwenu, lakini walikaa kimya. Ni sheria inayohusiana na ni akina nani ambao ni wataalamu wa kisayansi wa mitandao ambapo wapo kwenye gazeti namba 823 la mwaka 2024. Ukisoma hili gazeti wapo 27 hao wataalamu, hayupo Samueli Elibariki Kaaya kwenye hiyo orodha. Majaji wanateta sana hapa kama dakika 10, nadhani wanafikiria Mheshimiwa Lissu aruhusiwe kuitoa hiyo sheria au haruhusiwi. Jaji anasema ilikuwa ni haki kwa mshtakiwa kuijibia hoja hiyo, maana hata jamhuri mlituletea maana ya picha mkatuambia kuhusu dictionary. Kwa hiyo mshtakiwa endelea, kwamba Mheshimiwa Lissu aweze kuendelea hapa. Mheshimiwa Lissu anawasomea hiyo GN hapo juu ambayo imewataja hao maexperti, na anasema kwa Kiswahili inaitwa amri ya uteuzi wa wataalamu wa kisayansi wa mtandao. Aya ya pili ya tangazo hilo inasema mtu ambaye jina lake limetajwa katika jedwali anateuliwa kuwa mtaalamu wa kisayansi wa mtandao katika mashauri yoyote ya jinai na masuala yoyote kama hayo kwa mazumuni hayo. Jedwali hilo limeorozesha watu 27 na huyo shahidi hayupo. Amesimama Katuga hapa tena amesema kwamba anaanza kutaja majina, asifike huko. Yani kwamba Mheshimiwa Lissu ameanza kutaja majina, asifike huko. Katuga ni kama hajui kama majina yametajwa kwenye hiyo GN yenyewe. Huyo mtaalamu wao wamekuja naye mfukoni, hayupo kisheria, hajatajwa kwenye tangazo la serikali na hajawahi kuteuliwa. Huyo ni Mheshimiwa Lissu anasema hivyo. Baada ya Lissu kusema hivyo, jaji anasema hiyo ni sheria. Sasa kama watu wameandikwa, tutaona nani yupo na nani hayupo. Kwa hiyo muiachie mahakama tu. Kumbuka kwamba majaji watakwenda kupitia na kuja kutoa uamuzi. Kwa hiyo jaji anachokisema hapa ni kwamba kama hiyo sheria ipo, watu wameandikwa, tutaona nani yupo na nani hayupo. Kwa hiyo waiachie mahakama pekee. Lissu anasema waheshimiwa majaji, Sharifu Asman ukurasa wa 8, Jaji Masati amesema the admissibility of evidence, it is also about the competence of the witness. It is not only about relevance, materiality and others. Jaji anasema competence ya shahidi inaweza kuwa general au specific. Lissu anasema kwa huyo shahidi ni suala la specific kwa sababu tunazungumzia mambo ya mitandaoni.
na shahidi ambaye anapaswa kutoa huo ushahidi ni ambaye katangazwa kwa kazi hiyo. Lissu anasema hivyo admissibility ya ushahidi huu inahitaji mtaalamu wa cyber forensic na sio mwingine, na nimewapa hapo GN ambayo DPP ameteua watu wake. Wakili wa serikali hapa anasema shahidi amesema mengi kuwa yeye ni mtaalamu. Ni wasilisho langu kuwa kwa vile hayupo kwenye gazeti la serikali na sio mtaalamu wa chochote huyu shahidi, ni wajibu wa mahakama kujiuliza kwa mujibu wa sheria, je, huyu ni mtaalamu na ameteuliwa kama nani? Sayansi ya mtandaoni wameteuliwa yumo. Kwenye picha za kawaida za makaratasi, hilo haribishaniwi hapa. Asubiri siku tukiwa na kesi ya makaratasi atakuja. Haya ya leo ni masuala ya kimtandao. Kifungu cha 70 sehemu ya kwanza cha Evidence Act kwamba ushahidi wa kielektroniki unakubalika. Hata mimi najua hilo, ila hoja ni kwamba je, anayeleta ushahidi kateuliwa? Hiyo ndiyo hoja ya msingi, kwamba huyu ambaye ameleta ushahidi wake hapa mahakamani, je, kateuliwa? Hiyo ndiyo hoja ya msingi. Anaendelea hapa Mheshimiwa Lissu kufanya rejoinder, hii ikiwa ni episodi ya 5. Anasema kwa hiyo Katuga ameleta hicho kifungu cha 70 kwa kutolewa, anazungumza na kuipotezea muda mahakama. Akiwa anazungumza jambo gani? Twende kwenye hoja ya 4. Hoja ya chain of custody ambayo ni hoja ya 4. Maamuzi yote niliyowasilisha mimi na waliowasilisha wao mawakili wa serikali, linalosema shahidi anaweza kuleta ushahidi kutoka mfukoni mwake. Yani hakuna sehemu popote ambako katika mawasilisho yote ambayo mawakili wa serikali wameleta na ambayo Mheshimiwa Lissu ameleta, hakuna ushahidi ambao unaeleza, hakuna shauri ambalo linaeleza kwamba shahidi anaweza kuleta ushahidi kutoka mfukoni mwake. Baada ya kusema hivyo, Mheshimiwa Lissu anasema chain of custody is about the paper trail, na kesi inayosema hivyo ni ya Paul Maduka. Hajaigusia kabisa ukurasa wa 18 na 19. Kesi imesema chronological documentation and all paper trails shows the seizure, transfer and the disposition must be documented. Waheshimiwa majaji, ushahidi unaoombwa upokelewe una hiyo chronological documentation uliosemwa na mahakama ya rufani kwenye Paul Maduka? Mheshimiwa Lissu anauliza. Lissu anasema, je, una hiyo paper trail? Naomba ikumbukwe huyu ni shahidi mtaalamu, na kwenye ushahidi wake aliandikiwa barua na vielelezo vililetwa kwa mashahidi afanye uchunguzi wa hivyo vielelezo. Hizo barua hazijawasilishwa. Anasema ni kisaini dispatch, haijaletwa mahakamani. Anasema alivitumia kwa requesting authority na kwamba vimerudije kwake tena. Hajasema lolote. Leo ametuletea hivi vielelezo, sisi hatujui vimefikaje kwake tena. Wamefanya mambo kienyeji sana, na mambo ya kienyeji hayakubaliwi mahakamani. Sasa ushahidi wa namna hii unakubaliwaje mahakamani? Nitamkumbusha maneno yake wakili wa serikali kuwa alisema mahakama hii sio mama yangu, na mimi namwambia leo kuwa mahakama hii sio mama yake Katuga wala mama yake na huyu shahidi. Baada ya Lissu kusema hivyo, anasimama Katuga na sema, waheshimiwa majaji, mahakama hii sio mahakama ya mama yetu wote. Mheshimiwa Lissu anasema, na sawa kama mahakama sio ya mama yetu wote, basi na wewe usifanye mambo kama unaenda kwa mama yako. Tufuate tu taratibu, hicho ndio ninachokisema, na ndio maana naomba vielelezo hivi visipokelewe na mahakama hii kwa hizo hoja 4 nilizosema toka awali na kusisitiza kwa sasa. Anawaachia majaji hapa sasa wanaandika. Wakati majaji wakiendelea kuandika hapa, kumbuka Lissu hapa amemwambia Katuga na kukumbusha, ulishawahi kusema kwamba mahakama hii sio mama yangu. Na mimi nakuambia leo kuwa mahakama hii sio ya mama yako Katuga wala mama yake na huyu shahidi. Katuga akasimama na kusema kwamba mahakama hii sio ya mama yetu wote, akisema waheshimiwa majaji, mahakama hii sio ya mama yetu wote.
Majaji hapa wanaandika kidogo. Kwa kifupi, Mheshimiwa Lissu amemaliza na gia kubwa sana. Watoto wa mjini wanasema amepiga sana kwenye mshono kwa hizi nondo. Majaji sijui watasema tunarudi lini kwa ajili ya uamuzi mdogo wa mapingamizi haya. Wanaandika pale mbele na kuteta kidogo. Jaji Ndunguru anasema baada ya kusikiliza hoja za pande zote mbili, uamuzi utatolewa siku ya Jumatano tarehe 22 ya mwezi wa 10 mwaka 2025 saa 3 kamili asubuhi. Kwa hiyo tukutane siku ya Jumatano ambapo majaji watakuja kutoa uamuzi wa mapingamizi ya Lissu, lakini pia namna ambavyo ameshindilia mambo mazito katika hoja zake siku ya leo. Lakini pia mvutano ambao umejitokeza hapo katikati, ukiangalia mawakili wa serikali sura zao, namna ambavyo wamekasirika, utasema kwamba kuna kitu huenda wanajua kabisa kwamba hapa wamezingua kabisa. Kwa hiyo tukutane siku ya Jumatano ambapo tutaendelea na episodi ya 6 katika kesi hii, na hii ikiwa ni episodi ya 5. Episodi ya 6 tutaanza na majaji wakiongozwa na Jaji Ndunguru, ambapo watakuja kutoa uamuzi katika mapingamizi ambayo Mheshimiwa Lissu ameyaibua mahakamani kupinga vielelezo vya shahidi namba 3 visipokelewe mahakamani. Kubwa tochemo yako, lakini pia endelea kutufuatilia hapa kwa taarifa mbalimbali. Tukutane siku ya Jumatano kwa mwendelezo wa update moja kwa moja kutoka mahakamani, tukiendelea na episodi ya 6. Kubwa tochemo yako, lakini pia huu mtiririko wa mfumo wa episodi 1, 2, 3 utuambie kwako na uonaje. Wengine walipendekeza kana kwamba utakuwa ni mfumo mzuri ambao unamwezesha mtu kuweza kufuatilia na kujua kwamba niliishia episodi ya ngapi na leo nitakwenda episodi ya ngapi. Kwako nalionaje hilo? Tochemo yako, lakini kubwa karibu nasi kwa taarifa zaidi, na tukutane siku ya Jumatano hapa.